Hivi ni jinsi unaweza kutengeneza pesa au kuanzisha biashara ukiwa unaishi bado Tanzania. Kuna biashara, sipi ngoleza kitu kimoja. Biashara ni kutafuta suluhisho la tatizo ambalo unaona katika eneo lako unayoishi lipo, ambao wewe unaweza ukaja na hilo suluhisho ukawapa wananchi au watu wenzie. Kwa mfano, mtu fulani anataka kutoka Mbagara mpaka kwenda Tegeta. Wewe unakuja na suluhisho kwamba mimi nitawapa usafiri, kwa hiyo mtanilipa mimi pesa. Kwa hiyo hivyo ndio biashara ya magari, mabasi, Uber, vitu vyote. Kwa hiyo unaangalia eneo lako unapoishi. Je, unaona tatizo lolote ambalo ungeweza ukaboresha maisha ya wale wananchi wanaoishi katika eneo lako? Kama unaweza, basi ukaja na hilo suluhisho, mtu yuko tayari alipe pesa ili uweze kumpa hilo suluhisho. Kwa mfano, mimi nilipoenda kutembea Tanzania kipindi cha nyuma, niliona kwamba kuna tatizo la kuna nzi wengi. Kila unapokwenda kuna nzi wengi, kwa sababu nchi yetu ni ya joto, na pia saa nyingine taka haziwekwi vizuri. Kwa hiyo unakuta kwamba hilo eneo linakuwa na nzi wengi. Sasa unaweza kuja na suluhisho rahisi. Kama hizi nchi tuliosafiri tukaona mambo mengi sana, nchi kama za joto pia wanazo kitu kinaitwa fumigation. Unakuwa na gesi au nini inaitwa dawa, unaenda katika eneo la apartments, maeneo fulani, unaenda unafanya kibali nao kwamba okay, kila msimu fulani nakuja na wapiga spray, inapunguza idadi ya hao wadudu. Kwa hiyo wananchi wale wanapata kidogo relief, kwa sababu kila mtu ananunua dawa ya mende, dawa ya wadudu, kila mtu. Lakini ukaja na hilo suluhisho ukawasaidia tatizo hilo, ukawatatulia, wanakulipa pesa. Na hiyo ndio biashara. Unatafuta tatizo gani liko katika eneo na suluhisho gani unaweza ukatoa, na hivyo ndio jinsi unavyotengeneza pesa.